Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mara tena leo nayo furaha ya kuwa pamoja na wewe katika mada huu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu kupitia lesoni ya shule Sabato, mwongozo wa kujifunza Biblia. Kwenye somo la 10 kwenye juma hii, kwenye robo hii ya pili, somo la 10 linazungumzia tuliofikiwa na miisho, na leo ni siku ya Jumapili, tunakuja kuzungumzia hasira ya mwana kondoo, hasira ya mwana kondoo. Wengi wetu hufurahi sana wanaposikia ya kuwa Yesu ni mwingi wa rehema, mwingi wa upendo, mwenye kusamehe, lakini pia tukumbuke ya kwamba ana hasira. Leo tunakuja kuzungumzia hasira ya mwana kondoo, hasira ya mwana kondoo. Kwa hivyo nitakusii kusoma pamoja nami kwenye Ufunuo sura yake ya 6:12 hadi 17, tukizingatia maelezo ya mwitikio wa watu hawa kwa kuona matukio ya siku za mwisho yakitokea ghafla. Unaona nini kuhusu mwitikio wao? Basi tukiongozwa na Roho Mtakatifu tusome na turudi hapa. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, unaposoma kisa hiki kinazungumzia siku za mwisho, wakati Yesu anakuja karibuni. Kwa hivi inafurahisha katika kisa hiki kutambua ya kwamba wale watakaopotea ama waliopotea ambao wanazungumziwa katika kisa hiki hawalii kwa sauti, hawalalamiki. Ni kwa sababu wanaonekana kujua kinachoendelea. Wanajua kwamba tuko kwa siku za mwisho na Yesu anakuja na dunia imeharibika kabisa. Wanamjua Yesu kwa sababu wanamuita mwana kondoo. Kwa maneno mengine, wana elimu, wana maelezo mengi kuhusu Yesu Kristo, wana ufahamu mwingi kuhusu Yesu Kristo. Ninachokifurahia katika shairi hii pia ni kwamba wanaelewa ya kwamba wao wako kwenye kambi ya watu ambao watapotea, kwa sababu wanasema wanajificha kwa hasira yake ambayo imekuja. Mpendwa, wanasema ni nani atawezaye kusimama, kwa sababu wao wamejikuta kwamba hawastahili hata kusimama kwa sababu ya dhambi zao na hali yao mbaya. Biblia inasema kwenye Mathayo 14:14 ya kwamba ni lazima ujumbe uhubiriwe kwa kila taifa, kila lugha na jamaa kabla Yesu aje. Kwa hivyo tunaweza kuelewa ya kwamba hata hivyo kutakuwa na watu watakaokutwa hawapo tayari, na si kwa kukosa habari, bali kwa sababu ya kukataa kwao kuamini na kuitii. Hii itakuwa sababu ya watu kama hao kupotea katika siku za mwisho. Watu wengi watakaopotea sio kwamba watakuwa hawakupata habari ya ujio wa Yesu. Watakuwa waliipata, watakuwa wanajua Yesu, wana ufahamu mwingi kuhusu Yesu, lakini shida yao ni kwamba hawakuamini. Yesu anazungumzia mambo haya kwa undani zaidi kwenye kile kitabu cha Mathayo 24:36 hadi 44. Nafurahia maneno hapa ambayo inasemeka kwenye Mathayo 24:37, inasema, lakini kama vile siku za Nuhu zilivyokuwa, hivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa hivyo Yesu analinganisha ujio wake na wakati wa Nuhu. Kwa sababu nini kilitokea hapo? Yesu anaelekeza katika kisa cha gharika ili kutuonya kwamba ujio wake wa mara ya pili utawashtukiza wengi. Kama vile ujio wa pili wa Kristo, gharika haikuwashtukiza ulimwengu kwa sababu ya kutokuwa na habari. Nuhu alikuwa amehubiri kwa miaka 112 kwa ulimwengu ambao ulikataa kuamini. Waliambiwa kitakachotokea, lakini hawakukiamini. Kwa hivyo ndivyo itakuwa kwa ujio wa Yesu. Karibuni Yesu yuaja, na amesema anakuja, na dalili zote zinaonyesha kwamba Yesu yuko mlangoni. Karibuni anakuja. Lakini unajiandaaje na unaaminije mahubiri kama na haya? Kuna watu wengi tunapozungumzia kwamba watu wakati wa Nuhu walipotea baada ya kuhubiriwa miaka 112 Nuhu anapowahubiri na kuonesha kwamba waache dhambi zao kwa sababu karibuni mvula ama gharika itakuja. Watu wengi wanasema watu wa Nuhu hawakuwa na akili. Namna gani mtu anaweza kuhubiriwa miaka 112 pasipo yeye kuokoka ama kutubu ama kuamini mahubiri? Ndio tunaweza kusema hivyo, lakini na sisi pia tangu Yesu alipokufa na kupaa kwenda mbinguni kunaisha karibia miaka 2000 na zaidi hapo. Tumeambiwa kuachana na dhambi, lakini mpaka sasa baadhi yetu tungaliki tunaifanya. Kwa hiyo Yesu atakapokuja atawakuta watu wengi watakuwa kana wanashtukizwa, lakini sio kama watashtukiza kusema kwamba hawakujua habari. Ni kwa sababu watakuwa hawakuamini yale mafundisho, kwa sababu Yesu yuaja karibuni. Ni kwako na kwangu kujiandaa kwa ujio wake, ili kwamba akija tuwe miongoni mwa wale watakaofurahi, tusije tukapata hasira yake. Kwa hivi mwisho wa dunia na kuja kwa Yesu kumetangazwa kwa muda mrefu. Yesu atakapokuja sio kwamba atatushtukiza, atakuja na hakika tutakuwa tuko tayari, tutakuwa tumesikia mengi. Vivyo hivyo tangu mwisho wa karne ya 18 watu wamekuwa wakihubiri juu ya ujio wa karibu wa Yesu. Kwa hivyo wale wanaomkimbia Yesu wakati huo hawatakuwa kwa sababu ya ujinga, bali kwa sababu
hawakutaka kumwamini. Watakaoenda motoni watakuwa ni kwa sababu hawakuamini. Usidhani ya kwamba kama ungaliki mwizi ama mzinifu ama mlozi ama mchoyo ni kwa sababu hujajua kwamba ni dhambi, ni kwa sababu hujataka kuamini. Leo Yesu anakuita ili kwamba uachane na njia zako, ili kwamba akija akute uko tayari. Ikiwa hiyo ndio kusudi lako, basi tuombe. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa kuwa kuja kwako na mwisho wa dunia umeutangazwa kwa muda mrefu. Tupatie neema kukubali na kujiandaa kwa ujio wako katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki. Mpendwa, usikose kusubscribe, kulike na kushare. Sambazia watu wengine waandae kwa ujio wa Yesu.